Hujambo na karibu kwenye habari za TVX. Hapa tunagusa mambo mazito hata kama hayana uzito wowote. Leo taifa limeamkia mjadala mkali mtandaoni baada ya mwananchi mmoja kulalamikia kwamba aliombwa shilingi 70 asubuhi kabla hata jua alijachomoza. Mwanaume huyo ambaye kwa sasa jina lake limehifadhiwa kwa sababu za usalama wa DP ya WhatsApp anasema alishtuka baada ya kumuuliza mpenziwe alichotaka kufanyia kibunda hicho chenye uzito si haba. Tangu wakati huo wamesema hali ya mawasiliano imezorota na picha ya DP kutoweka ghafla. Ameniomba 70 bob sahi asubuhi. Nikamwambia aje, babe, 70 bob zote unafanyia nini sahi asubuhi? Sasa sioni DP. Si ameni block. Ona tu. Alafu niambia nini sasa? Surely. Alinitisha 70 nikamwambia pesa zangu niko nazo niweza kuokolea ni 20. Sasa sioni DP. Ameni block. Kwani mimi nilikosea nini? Sijalia. Siwezilia. Mimi gangster, rongumu, bad boy. Tukio hilo limetikisa mitaa na kuibua maswali mazito kuhusu matumizi mabaya ya fedha. Walioshuhudia tukio hilo wanasema kabla ya maombi hayo ya shilingi 70 palikuwa na emoji ya kopa kwenye chat, lakini sasa umebakia mkwaju mmoja wa kijivu na DP kutoweka. Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Mahusiano imetangaza kuunda kamati maalum kuchunguza kesi zote za DP disappearance baada ya mhamala wa M-Pesa. Kamati hiyo itapewa bajeti ya shilingi milioni 35 kwa ajili ya emotional research. Wananchi hasa wa jinsia ya kiume wameshauriwa wawe makini. Kabla ya kufungua sim toolkit, hakikishe uwepo wa barua ya chifu wa eneo hilo, hati ya shamba na koti la baba mkwe mtarajiwa. Kwa taarifa zaidi endelea kutazama TVX, ukweli bila filter. Na kabla hatujamaliza na kulikunja jamvi, tukumbuke si kila anayekuomba shilingi 70 anakupenda. Wengine ni vimelea na adui wa maendeleo. Kwenye nukuu ya siku, aliniambia babu yangu usilinganishe sura yako ya asubuhi na DP ya Instagram ya mtu mwingine, hasa akiwa ni wa jinsia ya kike. Niache na changanyikiwa mchungu wangu kweli. Akili zangu niko